la tazulu qadama abdin yawm alqiyama, haitonyanyuka miguu miwili ya mtu yoyote siku ya kiyama, hatta yusala an umrihi fima afnahu, mpaka ataulizwa kuhusu umri wake ameumaliza vipi, wa an ilmihi fima faal, ataulizwa kunako mambo ambayo aliyafahamu ameyasimamia vipi, wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, ataulizwa mtu kuhusu chumo lake alipata vipi na alitumia vipi, wa an jismihi fima abla, ataulizwa mtu kuhusu kiwiliwili chake amekichakaza vipi, wa fi baadhi riwaya wa an shababihi fima abla, ujana wako umeuchakaza vipi. Umri huu tulionao ataulizwa kila mmoja an tafasili hadha al-umr, kwa mchanganuo, sekunde, dakika, siku, mwezi, miezi, hatimaye miaka, mpaka umri wako unamalizika. Na ataulizwa mtu an ilmihi, juu ya maarifa aliyoyapata, yale mambo aliyoyajua katika halali na haram, katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ataulizwa mtu kuhusu mali, ulipata vipi na ulitumia vipi. Kadhia sio kupata, yawezekana umechuma katika njia za halali zinazomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini je, matumizi yako pia yalikuwa katika njia zinazomridhisha Allah? Leo hii ndugu zangu katika iman, wako wengi na Waislamu, mambo ya kheri yakitajwa anaona hayamhusu. Hii riziki ni ya Allah. Lau ungelitulia kidogo ukazingatia, Allah jalla wa ala anapokupa mali akakupa riziki yenye kukutosha, amekupa fursa mbili. Fursa ya kwanza ni kuishi vizuri, ukawa na maisha mazuri, ukapata kile unachotaka, ukala vizuri, ukavaa vizuri, ukafanya mambo yako yakaenda vizuri. Lakini fursa ya pili ni kukitanguliza hiki ulichopata, ili na uko akhira unakokwenda ukaishi vizuri. Ataulizwa mtu kuhusu mwili wake, mwili huu, nguvu hizi, ujana huu umeutumia katika yale yanayomridhisha Allah, au umeutumia katika kuonea watu, kudhalilisha watu, kuwaonea waja wa Allah? Wewe ni mtumwa wa Allah jalla wa ala. Kwa siku utakutana na Mola wako, utasimamishwa mbele ya Allah, utaulizwa na lazima ujibu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Midomo itafungwa, mikono itazungumza na miguu itazungumza. Viungo hivi, neema hizi tumepewa iwe ni msaada kutuweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala na sio vinginevyo.